Fikiria dunia ambayo kwa saa 12 tu kila mwaka sheria zote zinafutwa. Hakuna polisi, hakuna hospitali, hakuna msaada wowote. Watu wanaweza kufanya uhalifu wowote ule wanaotaka na hakuna atakayewaadhibu. Yaani hakuna sheria yoyote ile, hata mtu akiua hakuna kesi. Sasa mzigo unapoanza tu tunaona vipande kadhaa vikionyesha watu wakiwa wanauana, wanashambuliana, nyumba zikichomwa moto, pamoja na mapigano ya bunduki na vita vya magenge vilivyosababisha vifo vya mamia ya watu. Kiufupi ni machafuko tupu. Vyote hivyo tulivyoviona ni kwa sababu mwaka 2014 vyama vya Republican pamoja na Democratic viliporomoka nchini Marekani kutokana na migogoro mikubwa ya kiuchumi. Watu wakapagawa na machafuko yakazuka. Kutokana na hali hiyo sasa, chama kipya kinachoitwa The New Founding Fathers of America au NFFA kilichukua madaraka. Kiongozi wa chama hicho ambaye alikuwa ndio rais wa Marekani kwa wakati huo, pamoja na watu wake, wakaunda sheria kali sana inayoitwa The Pulge. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mara moja kila mwaka kwa saa 12 mfululizo, uhalifu wote unakuwa halali. Hakuna polisi, hakuna zimamoto, hakuna huduma za dharura, hakuna mashtaka yani watu wanaruhusiwa kutoa hisia zao kwa njia yoyote ile wanayoitaka, hata kama ni kuuana. Yani kama unamdai mtu $100,000, anakusumbua kumlipa, hiyo siku unachukua zako kilikuu, unaenda kwake, unabomoa mlango, unaingia, unakusanya TV, unakusanya friji, unaenda nyumbani. Na wewe kama unadaiwa na unaona kabisa huyo anayekudai unamweza, unaenda kwake, unamchukua hela zake zote. The Pulge ikiisha, akija kukudai hela zake unampa hela ulizomuibia. Afu hamna kesi kabisa yani. Sasa ikafika mwaka 2022 na kutokana na mfumo huo wa Marekani imekuwa haina uhalifu kabisa, huku kiwango cha ukosefu wa ajira kikipungua hadi 1%. Hatimaye leo ni ile siku ya sheria yetu ile. Tunamwona huyu jamaa anaitwa James Sardine akiendesha gari kurudi nyumbani kwake katika eneo hili la kifahari. Kuna ulinzi mkali, unajua kwa ni sehemu fulani hivi ambayo inaonekana kama wanaishi watu ambao wamejipata. Njiani anaona majirani zake wakiwa wameweka maua ya blue mbele ya nyumba zao. Hii ni kuonyesha kuwa wao ni waunga mkono wa ile sheria mpya, na James pia ana maua hayo mkononi kuonyesha hata yeye pia anaunga mkono sheria hii. James anapanga kukaa ndani ya nyumba usiku huu akiwa na mke wake Mary pamoja na watoto wao Zoe pamoja na Charlie. Zoe yuko chumbani kwake pamoja na mpenzi wake anayeitwa Henry ambaye aliingia kwa siri kabla ya mfumo wa usalama haujawashwa. James hampendi kabisa huyu jamaa na wala hapendi kuona uhusiano wao. Wakati huo Mary anaweka maua yao ya blue mbele na ndipo jirani yao Grace Fallon anapomkaribia akiwa na biskuti. Wanazungumza kwa muda kuhusiana na kufungwa kwa mfumo wa usalama kutaka kuanza muda si mrefu, na kisha kila mmoja anarudi nyumbani kwake kujiandaa usiku huo sasa wa heka. Wakati huo Charlie anaonekana akicheza na roboti yake mdogo anayeitwa Timmy. Baadaye jioni familia inakula chakula kwa pamoja kwa furaha, kisha wanaenda kwenye chumba chao cha usalama kujiandaa na Pulge. James anawasha kamera za ulinzi zilizowekwa kuzunguka nyumba nzima, kisha anawasha mfumo wa usalama ambao unashusha milango na madirisha ya chuma kufunga kila sehemu ya nyumba hiyo. Mwisho anatoa bunduki kutoka kwenye sanduku la usalama kwa ajili ya kujilinda. Baada ya hapo familia inakaa pamoja kuangalia matangazo sasa. Kuangalia tangazo rasmi la muda gani Pulge inaanza. Kwenye televisheni inatangazwa kwamba kwa saa 12 zijazo uhalifu wote utakuwa halali, silaha za daraja la chini zinaruhusiwa, lakini silaha nzito zimepigwa marufuku na maafisa wa serikali ngazi za juu kabisa hawaruhusiwi kuguswa. Baada ya matangazo hayo kuisha, king'ora kinalia na kuashiria kwamba kizaazaa kimeanza. James anaiambia familia yake kwamba wasiwe na wasiwasi kwa sababu mfumo wa ulinzi ambao wameufunga ni wa hali ya juu na kwamba familia yake itakuwa salama. Zoe anarudi chumbani kwake huku Charlie akienda zake chumbani kwake, licha ya kuwa yeye hapendi kabisa hii sheria. Lakini baba yake anajaribu kumweleza kwamba mfumo huu wa sheria umewaruhusu watu kutoa hasira zao ili jamii ibaki na utulivu mwaka mzima, yani watu wamwage sumu. Wakati huo Zoe anasikia michakacho chumbani kwake na anapoingia anamkuta mpenzi wake Henry, yule aliyeingia kabla mifumo ya usalama haijawashwa. Na Henry anamwambia Zoe kuwa leo anataka kuzungumza na baba yake kuhusiana na mahusiano yao, na kwa sababu anafahamu kuwa leo James hawezi kumtoa nje ya nyumba kwa sababu tayari kimenuka. Wakati huo Charlie anacheza na roboti wake na anaituma kuzunguka nyumba kuangalia kupitia kamera zake kuhusiana na kitu gani kinaendelea kwa nyumba yao. Ghafla anamuona mtu barabarani akiwa anakimbizwa na watu wanaotaka kumuua. Mtu huyo anasimama mbele ya nyumba yao akipiga kelele kuomba msaada. Charlie anaingiwa na huruma na anaenda kwenye mfumo wa usalama kuufungua ili milango ifunguke na mtu huyo aweze kuingia ndani. Wakati huo Henry anaenda kumtafuta James ili kuzungumza naye, na James anagundua kuwa mlango wa usalama umefunguliwa, hivyo anakimbia kwenda kuufunga haraka, lakini tayari jamaa huyu anakuwa tayari ameingia ndani ya nyumba yao. Sasa James pamoja na Mary wakiwa wamekaa pamoja na mtoto wao Charlie wanajaribu kumuuliza kitu gani
gani ambacho kinaendelea. Lakini ghafla Henry anatokea kwenye ngazi na kuanza kumpiga risasi James. Henry anasema anataka kumuua kabisa ili aweze kuwa free na Zoe, yaani anataka kumuua baba wa binti ili aenjoy na binti yake. Akili mbovu kabisa hizi. Sasa James anajibu kwa kumpiga risasi Henry, na baada ya kubadilishana risasi kwa muda mrefu, Henry anapigwa risasi na kuanguka chini. Wakati huo huo, familia inagundua kwamba yule mtu aliyemruhusu kuingia ndani ya nyumba ametoweka, na sasa yuko mahali fulani kwenye jumba hili la kifahari ambapo wao hawapafahamu ni wapi. Kupitia kamera za ulinzi, Charlie anaona kundi kubwa la watu waliovaa barakoa nyeusi wakiwa wameshika silaha wakikaribia nyumba yao. Kiongozi wao amesimama mbele ya kamera na kusema kuwa wanamtafuta mtu aliyekimbilia ndani ya nyumba yao, na kwamba wanaiomba familia ya Sardine wamtoe huyo mtu nje ili wamuue, na kama hawatafanya hivyo watavunja nyumba na kuingia, na wakiingia humo watamuua kila aliye ndani ya nyumba hiyo. Baada ya kusema hivyo, wanakata umeme wa nyumba na ghafla kiza kinatawala. James pamoja na Mary wanaanza kumtafuta yule bwana ambaye aliingia nyumbani kwao kwa kufunguliwa na mtoto wao Charlie, na kwa sababu Charlie hapendezwi na wazo hilo, anaamua kumtafuta mgeni yule na kwenda naye chumbani kwake. Anampeleka kwenye chumba chake na kumfungia kwenye kabati hii na kumwambia kuwa huku hawezi kupatikana. Wakati huo, kiongozi wa kundi la watu waliovaa barakoa nyeusi wanamuita James kwenye mlango wa mbele na kuzungumza naye kupitia uwazi mdogo hivi, na hapa James anajitetea kwa kuambia kuwa yeye hajaribu kumficha mtu wao na kwamba yeye anajaribu kumtafuta na kuwapatia mtu wao ili waweze kumfanya vile ambavyo wao wanataka. Lakini kiongozi huyo, kuonyesha kwamba yeye yuko serious, anampiga risasi mmoja wa watu wake kutuma ujumbe kwa James kuwa wanaweza kumuua pia, hivyo wafanye haraka kumtoa huyo mtu. James anarudi nyumbani kwake kumtafuta yule mgeni na wanamkuta chumbani kwa Charlie akiwa amemshikilia Zoe kwa bunduki. James na mgeni wanapigana, na katikati ya vurugu hizo James anampiga risasi. Kwa bahati mbaya, James pamoja na Mary wanafanikiwa kumfunga yule bwana kwenye kiti ili asitoroke, na wanapanga kumtoa nje ili kundi lile limshughulikie. Lakini baada ya muda mrefu wa mazungumzo, wanagundua kuwa kile wanachoenda kukifanya kitakuwa hakina tofauti kabisa na wale ambao wanawasubiri nje, kwamba wao pia watakuwa ni wauaji tu. Lakini mgeni huyu kwa busara anajitolea kutoka nje ili kuiokoa familia hii ya bwana James. Wakati huo, kundi la watu waliovaa barakoa linafika na kuanza kuvunja mlango wa chuma kutumia minyororo mikubwa hadi hatimaye wanafanikiwa kuingia ndani ya nyumba. Sasa James anampa Charlie bunduki na kumwambia ajifiche kwenye basement, huku yeye akijiandaa kupigana na wale jamaa ambao wamedhamiria kuja kuidhuru familia yake. Sasa mapigano yanaanza. James anapigana kwa nguvu na kuwaua wengi wa wale jamaa, lakini mwishowe kiongozi anatokea mbele yake na kumpiga risasi. James anaanguka chini akiwa anaelekea kwenye kifo, na kiongozi wa hawa wauaji anamshukuru na kumbusu kwenye paji la uso na kuwa tayari kumuua. Lakini kabla hajafanya chochote, Zoe anatokea na kumpiga risasi kiongozi huyo. Wakati huo majirani nao wanaingia ndani ya nyumba wakionekana kana kwamba wamekuja kutoa msaada, lakini ukweli ni kwamba wanataka kumuua James na familia yake kwa sababu yeye amekuwa ni mtu ambaye ana mafanikio kuliko wote. Kwa hiyo wanamuua kwa wivu, na hapa wanawashukuru the new founding father kwa kuwapa nafasi ya kutoa wivu wao kupitia sheria mpya ya the Purge. Wanapoanza kuwashambulia, yule mgeni waliokuwa wamemfunga kwa ajili ya kumtoa nje anatokea na kuwashambulia wote, na kisha anamshikilia Grace kwa bunduki. Grace anasema awaue wote ili kumaliza jambo hilo, lakini Mary anaamua kusitisha mauaji na anawalazimisha kukaa mezani kwa pamoja kimya hadi muda wa Purge uishe. Baada ya muda kuisha, kwa maana baada ya masaa 12 king'ora kinapolia kuashiria kuwa mwisho wa Purge, Mary anawaamuru majirani wote watoke nyumbani kwake, na mgeni huyo pia anaondoka baada ya Mary kumshukuru kwa msaada wake. Mwisho tunamuona Mary pamoja na wanaye Zoe na Charlie wakiwa wamesimama katikati ya miili ya waliokufa huku wakimlilia baba yao James, na habari kwenye TV zinaonyesha kuwa barabara za Los Angeles zimejaa miili ya watu waliokufa, huku soko la hisa likipanda kwa kiwango kikubwa. Mwanaume mmoja kwenye ripoti za TV anasema hana tena fahari ya kuwa Marekani kwa kuwa wanawe wawili waliuawa katika usiku wa Purge. Sasa unaionaje hii sheria ikipitishwa nchini kwetu Malawi? Yaani yao yanapitishwa hata masaa mawili tu ya kila mmoja kumalizana na yule ambaye anahisi ni kikwazo kwake. Ungekuwepo kweli ndugu yangu? Hii ni Plain Swahili, mimi naitwa Manoge, Manoge. You're welcome.